Asante Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. For this is the day in which the Lord has made. Mshukuru Mungu kwa siku nyingine ameiumba tena. Let us rejoice and be glad in it. Shukuru, ni kwa neema yake Hallelujah. tu tumeona siku nyingine tukiwa wazima. I am Elder Cosmin Sims. Mimi Mama Felicia Boke Sims. And we're Wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We take the time to give God the glory and the praise that's due unto His name. Tunachukua tena nafasi nyingine kumpa Bwana sifa na utukufu wake. Thank you, Lord Jesus, for Asante another day Yesu in the land Kristo of kwa the siku living. nyingine kuwa katika walio hai. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to see a day we've never seen Asante before. Bwana kwa kuturuhusu kuona siku ambayo tujawahi kuiona siku Thank you, nyingine. Lord, for your loving kindness and tender Asante kwa wema mercy. wako na rehema zako. For great is the Lord and greatly to be Bwana praised. wewe ni mkuu na unastahili sifa na Hallelujah. utukufu. Thank you, Hallelujah. Jesus. God is such a good God. Bwana wewe ni mwema. And they that worship Him must worship Him in Na spirit. umesema wale wa kuabuduo And in truth. wapaswa kuabudu katika roho na kweli. Hallelujah. Hallelujah. We thank God for this hallelujah, this Palm Sunday. Asante kwa ajili ya siku kuu hii We wanasema ni ya thank God. matawi. Hallelujah. Hallelujah. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Barikiwa ajaye katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante, Hosanna Jesus. in the highest. Hosana kwa yule aliye juu. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Asante. I just thank God for, hallelujah, the sacrifice of his life for our lives. Tunamshukuru Bwana kwa sadaka aliyoitoa kwa ajili ya uzima wetu wa milele. For everything we should give thanks. Katika mambo yote tunapaswa tumpe For Bwana it's the will sifa of na God utukufu. concerning us all. Ni mapenzi ya Mungu kwa ajili There's yetu. so much and so many things that are going on in the world today Kuna mambo mengi yanaendelea ulimwenguni siku hizi za mwisho that we must take heed to. ambayo inabidi tuwe makini nayo. That hallelujah, that we must do our due diligence to do. Inabidi tufanye wajibu wetu kuhusu hayo. Amen. Hata kama ni kuomba tu. There's so many needs, there's so many things that has to be done. Kuna mahitaji mengi na mambo mengi yanatakiwa yafanyike. But you know what? Ndio. God will give you the ability to do what need to be done. Lakini Bwana atakupa uwezo kufanya kile kinachotakiwa kifanyike. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We're going to go to our lesson. Tutaenda kwenye somo la leo. Our lesson is, Somo linasema it's a must. ni lazima. It is a must. Ni lazima. It is a must that we live holy Ni lazima tuishi katika as utakatifu. he is holy. Kama ambavyo yeye ni It mtakatifu. is a must that we sanctify ourselves, Ni lazima tujitakase. that God will Tuweke sanctify wakfu us holy. ili atutakase kamili. It is a must that we, hallelujah, that we walk as Jesus walked. Ni lazima kutembea kama ambavyo Yesu Kristo alienenda. Hallelujah. Hallelujah. It's a must that we follow, as Paul said, follow me as I follow Kama Christ. Paulo alivyosema tumfuate yeye kama anavyomfuata yeye Kristo. Hallelujah. It's a must Ni that we lazima. die daily from sin. Tufe kila siku katika dhambi. Tuwe mwili huu. Hallelujah. It is a must Ni lazima that we be witnesses of Jesus tuwe Christ mashahidi and wa Him Yesu crucified. Kristo na kifo chake na kusulubiwa His kwake. death, burial, and resurrection. Kifo chake, kuzikwa na kufufuliwa tena. It's a must that Ni we, lazima. hallelujah, be about our Father's business and going out in all the world to preach the gospel to every creature. Tujishughulishe na shughuli na kazi ya Baba yetu wa mbinguni ambayo ni kwenda ulimwenguni kote kuihubiri Injili. It's ya a kweli. must that we, hallelujah, compel men to come to Christ that they might be saved. Ni lazima kuwavuta watu waje kwa Yesu Kristo ili waokolewe. Amen. Amen. Hallelujah. And what do must mean? Na hilo neno lazima maana yake ni nini? The word must is a requirement. Yaani ni wajibu, It's ni sharti. it's an imperative need. Yaani ni hitaji la lazima, la muhimu. It's a duty. Ni wajibu. Amen. Amen. God has commanded us. Bwana ametuamuru, We are required to obey God. tunaamrishwa ni lazima kumtii Mungu ali hai. And the word imperative is a necessity. It has to be done. Hicho ni kitu muhimu ambacho lazima It's a kitendeke, need. lazima kifanyike, Amen. lazima kitimie. Hallelujah. To be obligated. Ni kuwa kuwajibika. We're obligated to obey. The whole duty of man is Wajibu wote wa mwanadamu ni to fear God and keep His commandments. muogopa Mungu na kutii amri zake. We're obligated to serve the Lord and having the Spirit of Christ. Tunawajibika kumtumikia Mungu na to serve the Lord To serve the Lord. and you say something about Christ. We're obligated to be Tunawajibika obedient, kutii, to be faithful unto the kuwa Lord. waaminifu kwa Bwana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo.
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's a must. Ni lazima. It's a must every day that we be as Christ is. Ni lazima kila siku tujaribu tupambanie kuwa kama vile Yesu Kristo alivyokuwa. It's a must that as Christ suffered in the flesh, Ni lazima kama Kristo alivyoteseka katika mwili, that we arm ourselves na likewise sisi tujizatiti kwa jinsi hiyo, tujitayarishe kwa namna in hiyo these last days, katika siku hizi za mwisho, in this untoward generation. katika kizazi hiki kiovu. Amen. Amen. In these perilous Na times. nyakati hizi za hatari. Amen. Amen. Jesus is coming. Yesu Kristo anarudi, And it's a must that we be ready when he comes. na ni lazima tuwe tayari atakaporudi. It's a must that we be without spot or blemish Ni when he lazima comes. tuwe bila mawaa, bila kasoro yoyote atakaporudi. Why? Because God commanded. Kwa maana Bwana ametuamuru. Amen. Amen. Have oil in your vessels Uwe na mafuta kwenye chombo and your chako, lamps trimmed and burned. na taa zako utambi uko Be ready tayari. when the bridegroom Tuwe comes. tayari bwana harusi atakaporudi. Jesus command us to be also ready when he comes. Bwana Yesu ametuamuru tuwe tayari atakaporudi. It's a must that we also occupy till he Ni comes. lazima tumiliki But he's coming. mpaka atakaporudi. And he said, Anarudi. surely I come quickly. Amesema tazama Hallelujah. ninakuja upesi. Hallelujah. Don't be caught without your work undone. Usikutwe kazi yako haijamalizika. Hallelujah. Usikutwe unazembea kwenye kazi uliyoitiwa na Bwana. Thank you, Jesus. But it's Asante a Yesu must. Kristo. Ni lazima. It be an obligation. Ni wajibu. It's a necessity. Ni muhimu. Hallelujah. Hallelujah. Some things should not be overlooked or missed. Usikubali kusahau chochote wala kudharau au kupuuzia kitu chochote. You can't overlook it. You can't miss it. You have to be attentive to it. Lazima uwe makini kwa hicho. Amen. Amen. In John 4:24, Yohana 4:24. God is a spirit, Mungu ni roho, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. It's a Amen. must that we yield ourselves to the spirit instead of the Ni flesh. lazima tutiishe miili yetu kwa roho, katika roho. Hallelujah. I want you to interpret what I'm saying. Na nitatafsiri anaposema. Turn your Bibles to Romans 8:5. Tugeuze Biblia zetu Warumi 8:5. The word of God says, they that do, those that do work after the flesh, do mind the things of the flesh. Inasema kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Hallelujah. But that they are after the spirit, the things of the spirit. Bali wale waifuatao roho huyatafakari mambo ya roho. To be carnally minded, to be fleshly, is death. Kufuata mwili ni mauti, mauti ya milele. But to be spiritual minded is life and peace. Amen. Kufuatilia mambo ya kiroho ni uzima na amani. Verse 7. Mstari wa 7. Because the carnal mind is an enemy against God, for it is not subject to the law, neither indeed can be. Read that, please. Mstari wa 7, katika jina la Bwana Yesu nitasoma. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Those examples of what things we must do, and hallelujah, and being holy and being sanctified. So we must walk in the spirit. Katika kufuata njia ile ya utakatifu ni lazima tutembee katika roho. That we do not fulfill the lust of the Ili flesh. tusitimize tamaa za mwili Amen. na upuuzi wa mwili. Again, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Nitarudia tena nikisema Mungu ni roho, na wale wamwabuduo yawapaswa kuamwabudu katika It's a roho na must. kweli. Ni It's a lazima. must. You must do it. Ni lazima utimize hilo. Amen. Amen. Hallelujah. So that they that are in the flesh cannot please God. Haleluya. Inasema wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. But ye are not in the flesh but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man not have the spirit of Christ, he is none of his. Number Inasema 9. mstari wa 9, lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata roho. Amen. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Amen. Amen. Not being in the flesh, operating in the flesh.
kutokuenenda but katika operating mwili, in the spirit. bali kuenenda katika roho. But the scriptures say, if Maandisho so yanasema, be that the spirit of God is in you. iwapo roho wa Mungu hayuko ndani yako. Amen. Amen. Many people trying to operate without the Holy Ghost. Watu wengi wanajijaribu eti kuenenda bila Roho Mtakatifu na wanasema ni Wakristo. And they create their own doctrine. Wanaanza kutengeneza mafundisho yao. They create their own religion. Wanaanza kutengeneza dini yao. They have their own plan of salvation. Wanaenda kufuatilia mpango wao wa wokovu. It's a must that is one Lord, one faith, one baptism. Ni lazima iwe ni imani moja, ubatizo mmoja na Mungu mmoja. One God. Mungu mmoja. A Father above all, through all, and in you all. Baba ndani ya yote, kati ya wote na juu ya wote. We're all baptized into one spirit, not many. Wote tunabatizwa katika roho mmoja, sio roho nyingi. Baptized in Jesus' name. Kwa jina la Yesu Kristo. It's a must to Ni be lazima saved. kuokolewa. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu Kristo. For John 3:5 says, Yohana 3:5 inasema, verily I say unto you, except a man be born again, he cannot, hallelujah, see the kingdom of God. Read that, please. Bwana Yesu alisema, Yesu Kristo alisema, Yesu akajibu, amin amin na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. John 3:5, Jesus answered again. He said, verily, because the man was, hallelujah, a little confused. He said, verily I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is of the flesh. That which is born of the Spirit is of the Spirit. Marvel not, the Lord say in verse 7. Hallelujah. I say unto thee, ye must be born again. Hallelujah. Read 5 through 7, please. Nitasoma tanzia 3 kwa sababu niliruka 3. I'll start 3 all the way to 7 because I skipped 3. I started from 5. Yesu akajibu akamwambia, amina amina nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Haleluya. Taenda 5. Yesu akajibu, amina amina nakuambia, Mungu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Amen. So Amen. Jesus made it clear. Bwana Yesu aliweka wazi. Marvel not. Usishangae, I usistaajabu. mean, don't be surprised. Usishangae, usistaajabu. Hallelujah. Hallelujah. But he said, I say unto you, ye must be born again. It's a must. Amesema ni lazima kuzaliwa mara ya pili. You can't see the kingdom of God. Huwezi kuona ufalme wa You Mungu. can't enter the kingdom of God Huwezi kuingia ufalme wa Mungu unless you've been baptized in Jesus' name. usipokuwa umebatizwa Filled kwa with the jina Holy lake, Ghost. ukajazwa na He'll Roho give you a heavenly tongue. Hallelujah. Atakupa ndimi za mbinguni. Hallelujah. That you will speak spiritual things. Utaongea mambo ya kiroho. You will speak in tongues as the Spirit give utterance. Utaongea kama ambavyo Roho atakupa You ndimi. say, I'm not speaking in tongues. Just believe God for them and you receive it. Mwingine anasema mbona mimi bado sijanena kwa lugha? Endelea kumsihi Mungu na kumwamini, atakupea. Just tarry till you be endowed with power from on high, as our Lord said. Omba, si jitakase mpaka atakapokujalia. Learn to wait on the Lord Jifunze kumsubiria and be Bwana. of good courage, Na uwe na moyo mkuu. and He'll strengthen your heart. Naye atakutia nguvu. Wait, I say, on the Lord. Subirie Bwana. Hallelujah. It's a must. Ni lazima. It's a must. Ni lazima. Hallelujah. Hallelujah. In Acts 2:38, the plan of salvation. Matendo ya Mitume It's a must. 38. Mpango wa jinsi ya kuokolewa. It's the only plan of Ndio salvation. mpango wenyewe pekee. Read Acts 2:38, please. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. That is God's, hallelujah, God's promise. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Hallelujah to salvation. Kwa ajili ya wokovu. Hallelujah. But it's a must that you're baptized, and first of all, that you repent.
Kwanza kabisa ni lazima uanze na toba. That you turn from your way to his way. Ugeuke katika njia zako za dhambi za zamani za uovu. The way of the Lord. Njia zake, njia ya Bwana. And they that come to him must believe that he is what? That he is God. Na wale wanaokuja kwake ni lazima waamini kwamba yeye ni Mungu, yeye ni Bwana. That he is the savior of our sin. Yeye ni mkombozi wa dhambi zetu. And hallelujah, and being baptized, hallelujah, in the name of Jesus Christ for the taking away the remission of your sins. Akiwa amebatizwa kwa ondoleo la dhambi. The washing away of your sins. Kusafishwa dhambi. God said he will throw them in a sea of forgetfulness and he'll remember them no more. Bwana amesema atazirusha kwenye bahari ya usahaulifu na hata sikumbuka tena. To be baptized in Jesus' name, you're going down in a watery grave and you're rising in the new, walking in the newness of life. Kubatizwa kwa jina la Yesu unazamishwa kwenye yale maji kama vile kaburi la maji, unakuja unanyinuliwa tena, unafufuka tena katika Yesu Kristo. It's spiritual. Kwa mtu mpya. Ni tendo it's not a fleshly thing. Sio kitu cha kimwili. It's a requirement. Ni lazima to enter and see the kingdom of God. Kuingia na kuona ufalme wa mbinguni. To be baptized in Jesus' name. Kubatizwa kwa jina la Yesu. The washing away of your sins. Kusafishwa dhambi zako. For your repentance unto God. Kwa toba yako kwa Mungu. And being filled with the Holy Ghost. Kujazwa na Roho Mtakatifu. The Spirit of Christ. Roho wa Kristo. The Spirit of Jesus Christ. Roho wa Yesu Kristo. Christ in you. Kristo ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. It's a requirement. Ni lazima. It's a must. Ni lazima. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. And Acts 4:12. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Read that please. Matendo ya Mitume 4:12 nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. There are people that they have added amendments to God's holy word. Kuna watu ambao wameleta maongezo na mabadiliko kwenye neno la Bwana. As to who to believe in and how to believe. Nani aaminiwe na jinsi ya kuamini. But we all supposed to have everything in common concerning the word of God. Lakini wote tunapaswa tunie mamoja, tuamini mamoja kuhusiana na Mungu. God is not many denominations and many churches. Bwana hajagawanyika katika madhehebu mbalimbali na makanisa mbalimbali. God is one and we are one in him. Mungu ni mmoja na sisi ni wamoja katika yeye. We are his bride, the church, and he's the bridegroom. Kanisa sisi ni bibi harusi wake na yeye ndio bwana harusi. And he's coming back for his bride. Na anarudi kuchukua kanisa lake. Hallelujah. Hallelujah. It's a must. Ni lazima. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Hebrews 11:6. Waebrania 11:6. But without faith it's impossible to please God. Inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. For he that cometh to God must believe that he is, and he's a rewarder of them that diligently, that constantly seek him. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. John the Baptist said, behold the Lamb of God that take away the sins of the world. Yohana Mbatizaji alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. You know, Jesus, he baptized, the word of God say in John the 4th chapter, he baptized on the other side of Jordan. Yesu Kristo maandiko yanasema alibatiza upande mwingine wa Yordani. He didn't baptize, but he commanded his disciples to baptize on the other side of Jordan. Yeye mwenyewe hakubatiza bali aliamuru wafuasi wake, wanafunzi wake wabatize. John the Baptist's disciples came to him and said, this Jesus baptized more than you do. Ndio wakamfuata Yohana Mbatizaji akasema, huyu Yesu Kristo anabatiza wengi kuliko wewe. In John 3:30, Yohana 3:30, John the Baptist say, he must increase but I must decrease. Akasema yeye anapaswa aongezeke, mimi napaswa nipungue. And John the Baptist also witnessed, na yeye pia alishuhudia, that he was not the Christ, but he was one that sent forth to make his path straight. Alishuhudia kuhusu yeye mwenyewe kwamba yeye sio Kristo bali anatengeneza njia ya yule Kristo. To be a witness of Christ. Alikuwa ni shahidi wa Kristo. In John 3:36, mstari wa Yohana 3:36, he testified, he said, he that believeth on the Son, alishuhudia akisema yeye amwaminie has mwana everlasting na life. uzima wa milele.
And he that believeth not na the yule Son asiyemwamini mwana shall not see life, hataona uzima, but the wrath of God shall abide on him. bali ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yake. It's a must that we believe on the name of Ni Jesus. lazima tuliamini jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. It's a must that we follow Jesus. Ni lazima kumfuata Yesu Kristo. Jesus Christ our Lord. Yesu Kristo Bwana wetu. Hallelujah. Proverbs 18:24. Mithali 18:24. A man that hath friends must show himself friendly, and there is no friend that sticketh closer than a brother. Inasema hivi katika jina la Bwana Yesu Kristo, ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko. I want to read that again. I said no, but there is a friend that sticketh closer than a brother. Let me say it again. A man that have a friend must show himself friendly. If we, hallelujah, the Lord loved not only a cheerful giver, but the Lord said that we must be of hospitality. Ndiyo, naona ile andiko, let me translate it correctly because this translation is not that. Wapendwa, kuna tatizo kwenye utafsiri hapa. Neno la Mungu kwa Kiingereza ambako ndio Biblia ya Kiswahili imetafsiriwa inasema mtu ambaye ana marafiki ni lazima ajionyeshe na yeye kwamba ni rafiki. Ndio inaanza hivyo. Alafu anasema kuna rafiki yule ambaye yuko karibu kuliko ndugu. He even instructs us as ministers, even his bishops, to be a lover of good men. Ndio naona hata watumishi wa Mungu, maaskofu na wachungaji wameambiwa wapende wanadamu, wapende watu. Amen. You got to gain a friend, you got to show yourself friendly. Lazima ujionyeshe kwamba wewe ni rafiki. And there's a friend that is close, that stick closer than a brother. Ambaye ni karibu kuliko ndugu. What a friend we have in Jesus. Ni rafiki gani tuliye naye katika Yesu Kristo? Jesus said, "Ye are my friends." Yesu Kristo amesema yeye nyinyi ni rafiki zangu if you keep my commandments. Mkitii amri zangu. He said, "Ye are my friends because I lay down my life for you." Nyinyi rafiki zangu sababu ninaweka chini maisha yangu kwa ajili. But ye are my friends, Jesus said. Yesu Kristo amesema nyinyi ni rafiki zangu. If you keep my commandments. Mkitii amri zangu. Hallelujah. Hallelujah. Leviticus 26:1. Walawi 26:1. It's a must that we serve God in the beauty of holiness. Ni lazima tumtumikie Bwana katika utakatifu. It's a must that we love the Lord thy God with all our heart, all our mind, all our soul, and all our strength. Ni lazima tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, akili zetu zote na fahamu zetu zote. Amen. Amen. Leviticus 26:1, it says, "Ye shall make no idols nor graven images, neither rear up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in the land to bow down unto it. For I am the Lord your God. Ye shall keep my Sabbath and, hallelujah, reverence my sanctuary. I am the Lord." Read verse 1 and 2, please. Nitasoma Walawi 26 mstari wa kwanza na wa pili katika jina la Bwana Yesu Kristo. Msifanye sanamu yoyote, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnara, wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Zishikeni sabato zangu na kupastahi patakatifu pangu. Mimi ndimi Bwana. Amen. 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 God said, "I'm a jealous God. Don't bring no idols before me." Bwana ameshatuambia yeye ni Mungu aliye He don't care whether they're laying down, they're standing up, or whatever, and don't bow down to them. Ameshatuambia tusiabudu miungu mingine, haijalishi yako wima, yamelala, yako yakoje, haijalishi. For at the name of Jesus, kwa maana kwa jina la Yesu Kristo, every knee shall bow, kila goti litapiga, and every tongue shall confess kila to ulimi God utakiri that He is Lord, yeye ndio Bwana, that He is God, yeye ndio Mungu, on earth, in heaven, mbinguni, on earth, duniani, and under the earth, na chini ya ardhi, chini ya dunia. And the word of God says should.
Neno la Mungu linasema ni You lazima. should, because why? He is God. Kwa nini? Yeye ni Mungu. All power has been handed unto Mamlaka him. yote amepewa yeye. It's a must that Ni you lazima. not only serve the king, Sio kwa but you kumtumikia reverence tu the king. mfalme, bali kumheshimu. He is King of kings. Yeye ni mfalme He wa is wafalme. Lord of lords. Ni Bwana wa mabwana. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. And he said, I am the Lord. Amesema yeye ni Bwana. I am the Lord, your God. Mimi ni Bwana Mungu It's a wetu. commandment. Ni amri. It's a must. Ni lazima. Hallelujah. Hallelujah. That we obey God. Tumtii Mungu. We want to be found faithful and true. Tunapata tukutwe wa kweli na wa haki. Hallelujah. Waaminifu na wa kweli. Samahani. When it comes down, hallelujah, he said, and you shall keep my Sabbath, and hallelujah, you should reverence, you should take care of my house, you should watch how you step in the house of God. Amesema tutatunza sabato zake na sehemu yake patakatifu, yani nyumba ya Mungu. Tuwe waangalifu tunapoingia kwenye nyumba za Bwana, ibada, sehemu unayofanya ibada, kanisani, nyumbani, popote pale, usipaweke. I believe the word of God said, be careful how you step in the house of God and be attentive to hear the word of God. Ndio na kuna mahali anakumbuka kwenye maandiko inasema kuwa mwangalifu unapoingia kwenye nyumba ya Bwana na kuwa makini kwa kile kinachozungumzwa mahali pale. Hallelujah. You can miss something, you miss your blessing. Unaweza ukakosa kitu, ukakosa baraka yako na neema yako. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. He that has an ear, let him hear what the Spirit has to Mwenye say. masikio na asikie Roho wa Kristo anasema nini. And you look at Leviticus, you do some homework, you see that the Sabbath day wasn't just for celebration of the Sabbath day, the seventh day of worship. There were other days that were dedicated or designated for worship. Kuna siku ambazo zimetengwa kwa ajili ya ibada. And Sunday was one of them. Jumapili kwa moja wapo. Hallelujah. The Word of God is by example. Neno la Bwana ni kwa mfano. God destroyed Sodom and Gomorrah by example, the Bwana Bible says. alipoiangamiza Sodoma na Gomora ilikuwa ni kwa mfano kwetu sisi. Jesus washed the disciples' feet, and he said this is an example that if your Lord and Savior wash your feet, you should wash one another's feet. Yesu Kristo aliosha miguu kama mfano kwa wanafunzi wake kwetu sisi. There are other examples in the Bible, but the great example is Jesus rose on the third day. Mfano muhimu ni kwamba Yesu Kristo alifufuka siku ya tatu. On a Sunday morning. Jumapili asubuhi. And we go as an example, a spiritual example to worship God, hallelujah, not only according to the Leviticus law, but also because he rose on the third day early on a Sunday morning. That's why us Christians, we're out and we're, hallelujah, on worship on a Sunday morning. Ndio maana unaona Wakristo wengi wanaabudu Jumapili asubuhi kwa sababu ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Hatufuati mambo ya Walawi. As an example of not just of his resurrection, hallelujah, but also as an example of a day of worship and praise unto the Lord for such a mighty act. Kwamba mfano kwa siku ya Bwana kwa tendo hilo la ajabu la kufufuka kwake Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Thank you, Lord, for your precious blood that was shed on Calvary. Kwa damu yako ya thamani iliyomwagwa kwenye. Thank you, Lord, for hallelujah making a way for us. Asante kwa kutengeneza njia kwa ajili yetu. Thank you, Lord, for laying the foundation. Asante kwa kuweka msingi. That stone that was rejected by the builders jiwe lile lilokataliwa na wajenzi has now become the chief cornerstone. Limekuwa jiwe la pembeni la muhimu kabisa. And that's Jesus Christ our Lord. Yesu Kristo Bwana wetu. For the word of God says, neno la Mungu linasema, kwa maana neno la Mungu linasema that the devil knew that he would bring salvation through his blood the way he did on Calvary, iwapo shetani angejua kwamba kifo cha Yesu Kristo kingeleta ukombozi, they would not have crucified. Wasingemsulubu Bwana Yesu Kristo. Well, we thank you, Jesus. Bali tunakushukuru Bwana Yesu. Hallelujah. Asante, hallelujah. Thank you, Jesus. Asante. Deuteronomy Kumbukumbu la Torati 5:32. 5:32. The Lord is speaking again. Bwana anasema nasi tena. Read them 32 and 33, please. Nitasoma 32 na 33 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunzeni basi mtende kama mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu, msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto,
endeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayo imiliki. Deuteronomy 5:32 and through verse 33. Ye shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left. Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, that ye may be well, that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Amen. 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 God promised you long life Bwana ametuahidi maisha marefu if you keep his commandments. ukitunza amri zake, If you walk in the way of the Lord ukitembea katika njia ya Bwana, and being holy and sanctified, ukiwa mtakatifu na separate from the world, umetenganishwa na ulimwengu, dedicated and consecrated unto the Lord. ukiwa umewekwa wakfu katika Bwana. Hallelujah. Haleluya. That you may live. Ili uweze kuishi milele. Hallelujah. Haleluya. The songwriter said, look and live. Mwimbaji ameshasema, My brother tazama live. uishi. Ndugu yangu ishi. Look to Jesus Christ and live. Mwangalie Yesu Kristo uishi. Maana yake ni kuishi baada ya mauti. It's recorded in his word. Imeandikwa katika neno lake. Hallelujah. Haleluya. If you only look to Christ and live. Ukiangalia Yesu Kristo utaishi. Hallelujah. Angalia Yesu Kristo. And that it may be well with you. Ili iwe mema katika maisha yako. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. The word, the songwriter, the word say, Neno la Mungu linasema, to keep your mouth from speaking gall tuepushe and speaking evil. Tuepushe vinywa vyetu If you kuzungumza desire maovu. long life Kama unataka kuishi maisha marefu and many days. na siku nyingi hapa duniani. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So it's a must that we fear God and keep his commandments. Tumuogope Mungu na tutunze amri zake. It's a must, hallelujah, Ni lazima that we serve the Lord in the beauty of holiness. tumtumikie Bwana katika utakatifu wake. To follow peace with all men. Tafuta amani na watu wote. Holiness without no man shall na see the utakatifu Lord. huu ambao bila huu hakuna atakayemwona Bwana. Amen. Amen. This concludes part 1 Hapa tunamalizia sehemu ya kwanza of our lesson. ya somo hili. It's a must. Ni lazima. It is a must. Ni lazima. Thank you, Jesus. Asante Yesu.